Ni mwaka mzima kama tulivyosema umepita tangu tulipokutana tena hapa, tukimshukuru Mungu kwa pamoja na tukiweka nguvu zetu kwa pamoja kwa ajili ya kutengeneza jimbo letu na utume wake. Na kwa mwaka huu tumejaliwa kupata siku hii kusali pamoja, tukimshukuru Mwenyezi Mungu, tukimshukuru kwa mengi ambayo ametuepusha, tukimshukuru Mungu kwa mengi ambayo ametujalia, na hata hilo lenyewe la kuweza kuwa hapa na kushiriki katika tukio hili muhimu. Na haya yote yaoneshe ule ushiriki wetu kama wamisionari wa kueneza Injili ya Bwana na kupeleka neno la Mungu mahali pote. Na kwa namna ya pekee tunapokutanika leo, tuongozwe kwa tafakari yetu na somo la Injili tuliyoisikia, Injili ambayo pengine tumeshaisikia mara nyingi. Hata hivyo, turuhusu mioyo yetu na masikio yetu yatupe tena ujumbe mwingine mpya pengine kwa siku ya leo, kwa sababu kila siku neno la Mungu linakuwa jipya na linatupa ujumbe ambao unatuongoza na kutugusa katika maisha yetu. Na hivyo tumuombe Mungu Roho Mtakatifu ili atujalie mioyo yetu iweze kupata kitu fulani tunapoondoka hapa leo, ukiwa tunaanza safari nyingine kuelekea mwaka mwingine mpya. Basi tujiandae vyema, tushiriki vyema zaidi, tujitahidi zaidi na wengine kuwafikishia ujumbe, na hasa wa kushiriki katika matukio kama haya ya kujenga kanisa letu la Mama Kigoma. Katika somo hili la Injili ya Luka tumesikia muujiza wa kuponywa kwa wakoma 10. 9 kati yao walikuwa ni Wayahudi na mmoja alikuwa ni Msamaria, yaani mtu wa mataifa. Tukumbuke kuwa ugonjwa wa ukoma ulikuwa ni ugonjwa mbaya. Hata sasa ni ugonjwa unaogombeka, ni ugonjwa wa kuogofya, ugonjwa wa fedheha na aibu, ambapo wale wote ambao waliupata walihesabiwa kuwa najisi, na hivyo walipaswa kutengwa kabisa na jamii ili wasiwaambukize wengine. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 6. Yesu alipowasikia hawa wakoma 10, aliwahurumia na akawaambia wakajioneshe kwa makuhani. Na walipokuwa wanaenda, wakatakasika wote 10. Kati ya wakoma wale 10 walioponywa ni mmoja tu, yule Msamaria, mtu wa mataifa, anayekumbuka kurudi na kumwambia Mungu asante, anayerudi kutoa shukrani kwa Mungu baada ya kuponywa ukoma wake. Kati ya wale 10 sio Myahudi, ni mtu wa mataifa. Wale Wayahudi walifikiri ni haki yao, walifikiri walistahili kwa kuwa wao ni taifa teule. Hawakuona haja ya kushukuru. Ndugu zangu, tujifunze nini katika somo hili? Hebu tuone angalau mambo 4 ya kujifunza. Kwanza, wale wakoma 10 walitambua kuwa walikuwa wakoma na walihitaji rehema kutoka kwa Yesu. Ndiyo maana walipomwona Yesu
walipaza sauti zao kumwomba awaponye. Wanasahau tofauti zao zote, wanaelekeza nguvu zao kumwita Kristo ili awaponye, awatoe na kuwaokoa katika fedheha ile. Ndugu zangu wapendwa, hatua ya kwanza ya kupokea uponyaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kutambua kuwa mimi ni dhaifu, mimi ni mkoba, kutambua kuwa nimepungukiwa kitu ndani mwangu. Unaweza kuanza ukoma kwa maana ya ugonjwa, lakini pia kila mmoja wetu ana kitu kikubwa anakosa, ana madhaifu yake mbalimbali ambayo kimsingi yanaweza kuwa yanarudisha nyuma katika kupiga hatua fulani katika maendeleo yake ya kimwili na kiroho. Yaweza kuwa pia ukoma wa kutokuwajibika. Mara kadhaa tunashindwa kuwajibika vyema vile tunavyopaswa katika nafsi yetu, katika parokia zetu, katika familia zetu, katika jamii na katika kanisa. Huenda nimeshindwa kutimiza malengo mbalimbali niliyojiwekea kwa sababu ya udhaifu wangu wa kutokuwajibika vile inavyopasa.